Ufaransa inadai imeshambuliwa na Urusi. Serikali ya Ufaransa inadai kwamba imefanyiwa shambulizi la kimtandao na Urusi. Ufaransa hata hivyo imewatuhumu maafisa wa kijasusi wa jeshi la Urusi kwa kufanya mashambulizi ya mtandaoni dhidi ya shirika lililohusika katika michezo ya Olympic ya Paris na kwenye kampeni ya Rais Emmanuel Macron mwaka 2017. Hata hivyo, Ufaransa inalalamika wakati huu kutokana na hujuma zinazofanywa na Urusi katika masuala mbalimbali, hasa ya kufanya mashambulizi ya kimtandao na kuharibu baadhi ya mambo ya kitaifa, hasa kwa nchi za kimagharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amewasilisha tuhuma hizo hapo jana katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akitaka Urusi kusitisha mara moja mashambulizi hayo. Barrot amesema Urusi ilitumia aina ya programu ya ujasusi wa kijeshi unaojulikana kama Fence Bear na ambao umehusishwa na mashambulizi ya mtandaoni kimataifa, na kwamba Urusi imekuwa ikilenga sekta ya ulinzi, fedha na uchumi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa ameeleza hayo katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema kwamba Ufaransa inapaswa kupingwa kila wakati, lakini hili pia inadaiwa kwamba ni moja kati ya mambo ambayo Urusi ilidhani ni kutokana na mataifa hayo kuiunga mkono Ukraine. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba moja kati ya mataifa ambayo katika wakati huu yanatafuta njia ya kuweza kuitengenezea namna nchi ya Urusi ni pamoja na mataifa ya magharibi. Nchi za kimagharibi ikiwa ni pamoja na Ufaransa, Uingereza pamoja na Ujerumani zimekuwa zikitafuta sababu za mara kwa mara juu ya namna ya kuweza kutafuta namna ya kuikabili Urusi. Hata hivyo, njia nyingi ambazo zimetumiwa kwa mujibu wa wataalamu wa mambo ni kwamba njia hizo hazikutekelezeka. Kadhalika, katika siku za hivi karibuni, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema kwamba mataifa magharibi yamekuwa yakitafuta namna ya kutaka kupambana na Warusi, lakini wafahamu kwamba kamwe hawatoweza kupambana na Urusi hata kidogo. Hata hivyo, amesema kwamba Uingereza ilikuwa kinara wa kutafuta sababu za kutaka kupambana na Urusi, huku ikidai kwamba Urusi ina mpango wa kuishambulia nchi hiyo, licha ya kwamba Urusi haikuwa na mpango wowote wa kufanya shambulizi. Kadhalika, ni Uingereza ambayo ilidai kwamba Urusi ilituma hata nyangumi ambao ni kwa ajili ya kufanya upelelezi. Hata hivyo, wamesema kwamba katika siku za hivi karibuni kulikuwa pia na meli za Kirusi ambazo kwa kutumia majeshi yao waliweza kuzitimua. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba nchi hizi ambazo zinatafuta mapambano dhidi ya Urusi watambue Urusi ipo tayari wakati wowote na itaweza kufanya mashambulizi kwa mataifa yoyote kwa kutumia silaha za aina zote walizokuwa nazo. Kadhalika, na hili lilitolewa ufafanuzi na naibu katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi ambaye pia alikuwa rais wa zamani wa taifa hilo, Bwana Dmitry Medvedev, akisema kwamba mataifa haya lazima yaonyeshwe heshima na Urusi. Urusi lazima ionyeshe heshima yake kwamba inamiliki nini, ili mataifa haya yaondoe chokochoko zao za mara kwa mara. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Ni juu ya Ufaransa kusema kwamba Urusi ilifanyia shambulizi la kimtandao. Endelea kuwa nasi.